na kutamkia ya kwamba kila aina ya ugumu ambao umesababisha kutokuvuka, natamka ya kwamba ugumu wote tunaupiga chini katika jina la Yesu Kristo, na kutangazia ya kwamba kila aina ya ugumu ambao umekuwa una struggle lakini unaona ugumu zaidi, kwa mamlaka kuu alionipa Yesu Kristo, natangaza uwepesi, natangaza wepesi popote ulipo, natangaza wepesi zaidi katika jina la Yesu Kristo. Na vile vile kwa yoyote yule anatufuatilia usiku wa leo, kunawezekana umepita katika changamoto ya madeni, haswa madeni. Na tukizungumza madeni, kuna kipindi ukuta adui anakulazimisha kuingia kwenye madeni, mpaka unajikuta unakopa lakini haujui unaenda kuifanyia nini ile pesa. Hiyo roho ya madeni ninaiamuru itoweke kwako katika jina la Yesu Kristo. Na wewe unanifuatilia na kutamkia kibali, ukawe na kibali popote ulipo, kibali popote ulipo, na kutangazia kibali katika jina la Yesu Kristo. Ukawe na kibali katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka ya kwamba usiku wa leo tutakuwepo mpaka mida saa 7, na baada ya hapa praise team itakuja kwa ajili ya kuweza kuhudumia wewe unayetufuatilia kwa njia ya kumsifu Mungu katika roho na kweli. Mkono wa Mungu wa kushinda udumu kuwa pamoja nawe wakati tunajiandaa kwa ajili ya ibada ya Jumapili hii, na kutangazia ya kwamba changamoto yoyote ile inayohusiana na kuumwa kwa kichwa. Sometimes kuna mwingine ananifuatilia kichwa kinamuuma sana na umejitahidi kwenda hospitali lakini hakuna matokeo yoyote. Natangaza uponyaji wa kichwa au maumivu ya kichwa yaweze kuondoka katika jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu ya Mungu zaidi ndani yako, imekuwa kwako. Na mwingine namtamkia ya kwamba kulingana na changamoto ya matamko uliotamkiwa, kunawezekana ulitamkiwa na ndugu au umetamkiwa katika kazi yako ya kwamba hautaweza au hautafuzu, na kutamkia ushindi zaidi, na kila aina tamko baya nalifuta katika jina la Yesu Kristo. Natangaza nguvu ya Mungu iweze kufuta kila hali yote ya maneno mabaya uliotamkiwa. Kunawezekana umetamkiwa na familia yako, kunawezekana umetamkiwa na mababu zako, kunawezekana umetamkiwa na marafiki au kazini kwako ya kwamba hautafuzu au hautavuka au hautaweza kukamilisha kazi unayoifanya. Na tamka ya kwamba kwa mamlaka alionipa Yesu Kristo, na kutangazia ya kwamba kila aina ya tamko baya, kila aina ya maneno mabaya uliotamkiwa, ninayafuta katika jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu ya Mungu zaidi mahali ulipo, na ushindi ukadumu kuonekana, na vile vile kibali chako kidumu kuonekana katika jina la Yesu Kristo. Na nazungumza na mtu mmoja, kunawezekana unanifuatilia usiku wa leo. Kuna changamoto ya kushika au ya kupata ujauzito mahali ulipo. Natangaza nguvu ya Mungu uweze kukamata sasa, kushika ujauzito, uweze kupata mtoto katika jina la Yesu Kristo. Imekuwa kwako. Amen. Amen. Imekuwa kwako mahali popote ulipo, imekuwa kwako katika jina la Yesu Kristo. Na nashukuru sana ninyi ambao mmeendelea kunifuatilia. Asante sana mkuu ya Flora mahali ulipo. Na vile vile mnaweza kuniambia mnafuatilia kutokea wapi. Mnanifuatilia kutokea wapi? Itakuwa ni jambo zuri kabisa ukaniambia unanifuatilia kutokea wapi. Lakini baada ya hapa watakuja praise team kwa ajili ya kuweza kusifu na kuabudu mpaka mida saa 7. Asante sana mkuu ya Flora, unasema unatufuatilia kutoka Singida, Tanzania. Asante sana uliopo Singida, Tanzania, na utamkia zidi kustawi na kuchanua. Chochote kile ambacho kilikuwa kistawi na kutangazia waze sasa kuchanua na kustawi
katika jina la Yesu Kristo. Nazungumza na mtu mmoja usiku wa leo. Kuna mtu ambaye kila ukitaka kufanya kazi au kila ukianza kushughulika na jambo fulani, kuna namna ambayo unakuwa na hali ya kuhairisha. Kuhairisha, yani ukitaka kufanya, let's say labda unataka ufanye biashara, lakini unahairisha. Unakuwa na wasiwasi ya kwamba kuna uwezekano wa kula hasara kwenye kazi au kwenye jambo fulani unalotaka kufanya. Kuna mwingine ametamani aoe lakini amehairisha. Kuna mwingine umetamani uanze safari fulani, umehairisha. Na mwingine mahali alipo ametamani aweze kwanza kusali sasa, lakini unajikuta unapata roho fulani na kuambia ni hairishe. Natangaza ya kwamba roho yoyote ile roho rudisha nyuma, ninaipiga chini katika jina la Yesu Kristo. Hali yoyote ya kuhairisha, namna ya kuhairisha, kila unapotaka kufanya shughuli unahairisha. Natangaza sasa ukawe na nguvu ya kusonga mbele. Songa mbele katika jina la Yesu Kristo, na kutangazia ya kwamba mkono wa Mungu wa kushinda unakuvusha usiku wa leo. Unakuvusha usiku wa leo. Pokea katika jina la Yesu Kristo. Imekuwa kwako. Imekuwa kwako. Asante sana. Mwingine anasema amen. Amen. Mungu napokea. Siku Mwakiluma, sijui unatokea wapi, unasema amen mtumishi. Mimi nauza eneo, napata mteja tu haji kuripa. Yes, na unaweza kutuambia upo sehemu gani? Na ikiwezekana usiku wa leo tuweze kuambia, hata kunawezekana kuna watu wanakufuatilia siku Mwakiluma, unaweza kuweka contact zako hapo, then wakaja uweze kununua hilo eneo. Kwa maana hali ya kuairisha, hali ya kuairisha na ipiga chini kwako siku Mwakiluma. Umesema kila unapotaka kuuza eneo kuna namna moja ambayo unajikuta mtu anahairisha. Natangaza ya kwamba yoyote ananifuatilia, ninafuta roho ya kuhairisha. Roho yoyote ya kuhairisha na ifuta katika jina la Yesu Kristo. Siku Mwakiluma unasema nipo Chanika Nyeburu. Okay. Hii roho ya kuhairisha, yani inakuwa ni kama kusita, roho ya kusita. Sometimes mtu anaweza kuwa na hisi ya kwamba labda kiwanja sio chako au eneo sio lako. Mwisho wa siku anahairisha, anasita. Natangaza popote pale mtu unanifuatilia usiku wa leo, roho yoyote ile inayosababisha aidha ni mteja, mnaelewana vizuri juu ya kununua kitu, lakini mwisho wa siku anahairisha. Katika jina la Yesu Kristo natangaza milango hiyo ifunguke kuanzia sasa. Ifunguke kuanzia sasa. Yoyote ananifuatilia namna yoyote ile, kunawezekana kuna mwingine